Nimefuatilia namna ambavyo Manara anafanya kwenye mitandao yake ya kijamii kuanzia ile siku ya mwisho ambayo amefanya press kuhusiana na bodi ya ligi kuahirisha mchezo wa ligi kuu, lakini pia lawama ambazo alitupa kwa Ales Karia. Yaani ukitazama namna ambavyo anazungumza tangu ile siku kwenye press yake mpaka leo hii kwenye mitandao yake ya kijamii, yani Manara anawapelekea moto TFF na bodi ya ligi vibaya mno. Yani anatoa kauli fulani ambazo yani ukiwa kiongozi kama wewe si mvumilivu unaweza kuhofia au ukapatwa na wasiwasi. Yani hata kama ni kutekeleza matakwa ya kikanuni bado ukaogopa kutekeleza hizo hayo matakwa ya kikanuni yenyewe, kwa sababu namna ambavyo Manara anaandika, yani kwanza ana confidence ya hali ya juu sana kwenye maandiko yake. Lakini tangu ile siku amezungumza amezungumza kwenye ile press yake, ulikiona ni mtu ambaye anachokizungumza anakimaanisha, na tayari anaonekana na taarifa za ndani kuhusiana na klabu ya Young Africans. Na of course Manara kuwa na taarifa za ndani kuhusu Yanga wala sio kitu ambacho kinaweza kunishangaza mimi, kwa sababu Manara amekuwa mfanyakazi wa Yanga akiwa afisa habari wa klabu ya Young Africans, lakini pia ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana na mpira wa Tanzania. Ni mtu ambaye anajua kanuni, anajua taratibu za uendeshaji wa mpira. Kwa hiyo anachokifanya anakijua, na hata viongozi wenyewe wa bodi ya ligi na viongozi wa TFF wenyewe wanamfahamu Manara kama ni mtu aina gani, na ndio maana sasa hivi namna ambavyo anawapelekea moto, hakuna hata mtu mmoja ambaye anasubutu kukaa na kuzungumza. Unajua, moja kati ya vitu ambavyo vinawapa hofu bodi ya ligi ni pamoja na misimamo ya Young Africans. Yanga ni moja ya klabu ambazo zina misimamo mikali sana, lakini pia pamoja na kwamba klabu ina misimamo mikali, kuna Haji Manara ndani yake. Yani Manara sio kiongozi wa Yanga, lakini namna ambavyo anazungumza na ile influence alionayo inawatishia bodi ya ligi moja kwa moja, kwa sababu Manara ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wengi sana Tanzania nzima. Ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wengi sana Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Maana yake anachokizungumza au anachokiandika kwenye mitandao yake ya kijamii kinafikia kila mtu. Unajua Manara ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kiasi kwamba anachokizungumza kimoja tu kinaweza kujadiliwa kwenye media zote Tanzania. Maana yake kinawafikia 80% ya Watanzania ambao wanapenda mpira. Yaani kuna ambao kitawafikia moja kwa moja na kuna ambao kitawafikia kwenye mitandao ya kijamii kwa kuchelewa. Kwa Manara ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana, ndio maana leo TFF na bodi ya ligi wanahofia pia kufanya maamuzi ya kupanga hata tarehe ya mchezo wa pili, kwa sababu ya kile ambacho anazungumza Manara, kwa sababu anachozungumza Manara kinaonekana kabisa kwamba ni kitu ambacho kimepangwa na viongozi wa Young Africans. Nina uhakika kile ambacho anakizungumza hazungumzi kwa bahati mbaya, yani anajua nini ambacho anakifanya. Na TFF na bodi ya ligi wanapaswa kuwa makini, kwa sababu mpaka sasa hivi tayari wameanza kupata hofu kutokana na kile ambacho Manara anakisema na kile ambacho anazungumza wanachama wa Yanga na kile ambacho wanazungumza Young Africans kama klabu. Unajua hizi press ambazo zinafanya na wanachama wa Yanga kwenye mikoa tofauti tofauti, yani ukubali au ukatae, lakini zinawatia hofu bodi ya ligi na TFF. Na ndio maana hata taratiba zinachelewa kupangwa, na mbaya zaidi kuna mtu kama Manara ndio anazidi kuwapelekea moto. Yani Manara anawasumbua sana bodi ya ligi. Angalia tu kwenye Instagram yake vitu ambavyo anaandika, halafu afuatilia press ambazo anazifanya. Juzi alifanya interview moja ya chombo cha habari, of course ilikuwa ni Clouds FM, Clouds TV. Alizungumza sana mambo mengi ambayo of course hata kama ni ungekuwa kiongozi wa bodi ya ligi ungeogopa. Yani sio tu kwamba yani ungeogopa kutoa taarifa, lakini hata kuzungumza chochote kuhusiana na mechi ya dabi ungeogopa, kwa sababu confidence alionao Manara, na ukiangalia wanachama wa Yanga confidence walionayo, unaona kabisa ni msimamo wa club. Na sidhani kama hata Engineer Harris Said na kama rais na makamu wa rais Arafat Haji wanaweza kukaidi kile ambacho wanachama wanakizungumza. Unajua Arafat Haji na Engineer Harris ni watu ambao wamewekwa madarakani na wanachama. Manake wanachama ndio ambao wanaamua kwamba hawa watu waendelee kukua viongozi wetu au tuachane nao wasiwe viongozi wetu. Kwa hiyo yani wanao pia, pamoja na kwamba wanahitaji klabu yao ifike mbali, lakini kusikiliza kile ambacho wanachama wanakihitaji ni jambo la kwanza ambalo la msingi zaidi. Kwa hiyo pia sitoshangaa nao kukubaliana na wanachama wao kwamba sasa tusicheze mechi ya dabi, tusubiri alama zitatu tuzipate, kwa sababu walichokifanya bodi ya ligi ni makosa. Unajua kama Yanga wameenda kushtaki kweli kasi kule, kama ambavyo nilieleza juzi kwamba kama kweli Yanga wameenda kushtaki, Yanga watashinda, kwa sababu bodi ya ligi ilihairisha mchezo bila sababu za msingi ambazo zinatambulika kikanuni. Kwa hiyo tayari inawapa Yanga advantage ya kwenda kupata alama 3 kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS. So chochote ambacho kitaenda kutokea, lakini mpaka hivi sasa yani Yanga wameonekana
kuwa na msimamo mzuri zaidi kuliko bodi ya ligi, lakini Manara kama mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kwenye mpira wa Tanzania, kama ingekuwa ni uwanjani tunasema mpaka sasa hivi anaongoza 3-0. Yaani kwa namna ambavyo anaandika na namna ambavyo anazungumza kuhusiana na bodi ya ligi na TFF, bodi ya ligi wanamhofia vibaya mno kwa sababu vitu vyote ambavyo Manara anavizungumza ni ukweli. Yani anazungumza yale mambo ambayo kuna watu hawawezi kuyazungumza, lakini anazungumza. Kama leo unaona post ambayo ameweka ya Wallace Karia, na ameanzisha kampeni ambayo inaitwa Karia Must Go. Yani Karia Must Go maana yake ni kwamba hii ni kampeni ya kumtoa Rais Karia madarakani, na ni kitu ambacho kinawezekana. Kama mfano labda mashabiki wengi wataungana na kile ambacho nakizungumza Manara, kinaweza kikawezekana na wakamtoa, kwa sababu mwisho wa siku mpira ni mashabiki, na kama mashabiki hawakutaki maana yake wana hiyo influence. Yani wakisema kila mtu kwenye mtandao wa kijamii aandike, hata kama ni rais, lakini anaweza pengine kuhofia usalama wake, na mwisho wa siku akajiuzulu na akawapa nafasi watu wengine. So kwa mimi kile ambacho kinafanyika kwa Manara, naamini ndio kitu ambacho kinawapa hofu bodi ya ligi na kinawapa pia hofu TFF. Yani anawagaragaza vibaya sana, kitu ambacho kinaleta amani kwa mashabiki wa Yanga, au kinaleta furaha kwa mashabiki wa Yanga. Lakini moja ya vitu ambavyo nimependa pia kwa Manara anataka kuanzisha chama cha mashabiki. Atakuwa amesaidia sana, kwa sababu mashabiki wa Tanzania kwa 99% hawapati haki zao ipasavyo. Yani mashabiki wetu wengi wananyonywa na hivi vilabu. Yani shabiki hapati kile ambacho anastahili kukipata kama shabiki. Kwa mfano, mechi ya dabi ambayo iliahirishwa mwaka 2021, watu walilipa tiketi lakini hawakurudishiwa pesa yao. Dabi ya juzi watu walilipa tiketi lakini hawakurudishiwa hela yao. Lakini pia mashabiki wanapigwa sana viwanjani. Kiasi kwamba kukiwa na chama cha mashabiki kitasaidia pia kulinda haki za mashabiki, lakini pia hata pale ambapo watakuwa wamelipia tiketi za mchezo na mchezo ukaahirishwa, manake watakuwa na uwezo wa kurudishiwa fedha yao, au kuona namna gani ambavyo wanaweza kwenda kufidiwa kama watakuwa na chama cha mashabiki ambacho kitakuwa kinatambulika. Kwa hiyo ni miongoni mwa mawazo mazuri sana ambayo ameyatoa Haji Manara. Tusubiri tuone nini ambacho atafanya, lakini mpaka hivi sasa Manara amefanikiwa kuiteka bodi ya ligi, amefanikiwa kuiteka TFF.